Trump aibua sintofahamu kuhusu mafuta, akidai kuwa Iran inalazimisha meli nyingi kuelekea Marekani kupata mafuta. Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mzito baada ya kudai kuwa uongozi wa Iran umelazimisha mamia ya meli kuelekea katika majimbo ya Marekani yenye utajiri wa mafuta. Kupitia chapisho lake kwenye jukwaa la Truth Social siku ya Jumatatu usiku, Trump amehusika harakati hizo za majini na majimbo ya Texas, Louisiana na Alaska, kauli inayokuja wakati kukiwa na mzozo mkubwa wa usafirishaji wa nishati duniani. Ingawa Rais Trump hakufafanua ni aina gani ya meli alizokuwa akizirejelea, iwe ni meli za kivita au za kibiashara, wachambuzi wa masuala ya meli wametoa picha tofauti ya kile kinachoendelea uwanjani. Tofauti na madai ya kulazimishwa, wataalamu wa biashara wamebainisha kuwa hali ya sasa ni matokeo ya moja kwa moja ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na Iran, hatua ambayo imevuruga soko la mafuta ghafi duniani. Tangu kuanza kwa vita vya kati ya Marekani na Iran na Israeli dhidi ya Iran mnamo Februari 28, usafirishaji wa mafuta kutokea Ghuba umekumbwa na vikwazo vikubwa zaidi, ambapo mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia kuu ya nishati duniani umekuwa uwanja wa mapambano, jambo lililofanya nchi zinazoagiza mafuta ghafi kutokea kushindwa kufika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa BBC Verify na vyanzo vingine vya habari, kukwama kwa mafuta kutoka Ghuba kumesababisha nchi nyingi kuelekea macho yao nchini Marekani kama muuzaji mbadala. Hii ina maana kwamba meli zinazoelekea Texas na Louisiana hazijalazimishwa na Iran, bali zinalazimika kibiashara kutafuta mizigo katika bandari za Marekani ili kuziba pengo la nishati duniani. Data kutoka kampuni ya ufuatiliaji wa safari za ndege za bahari Kepler zinathibitisha kuwepo kwa msongamano mkubwa wa meli katika pwani ya Marekani. Takwimu hizo zinaonyesha kipimo ambacho kilikuwa mwaka jana, idadi ya meli zilikuwa meli 27 kwa siku, ambapo gereji ya mizigo ilikuwa ni kawaida. Meli zinajulikana kama Very Large Crude Carrier, yani VLCCs, zina uwezo wa kubeba mamilioni ya mapipa ya mafuta. Ongezeko hili kutoka wastani wa meli 27 hadi 71 ni ishara ya wazi kuwa soko la Marekani sasa ndio tegemeo kuu la Mashariki ya Kati kuingia katika machafuko baada ya vita hivi. Vita vilivyoanzisha mwishoni mwa mwezi Februari vimebadili ramani ya biashara ya nishati, wakati Trump akitumia lugha ya kijeshi kuelezea harakati za meli hizo. Wachambuzi wanaonya kuwa lugha hiyo inaweza kuongeza taharuki katika majimbo ya pwani kama Texas na Louisiana, ambayo sasa yamekuwa vituo vikuu vya usambazaji wa mafuta duniani kutokana na mzozo ambao upo wa mataifa hayo matatu. Hadi sasa hakuna ushahidi wa kijeshi unaonyesha kuwa Irani ina uwezo wa kulazimisha meli za kibiashara kuelekea upande wa pili wa dunia, bali vitendo vyake vya kufunga njia za maji vimefanya meli hizo kukimbia Marekani kwa sababu za kibiashara.